la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, usidharau chochote katika mambo ya khairi. Sahaba huyu Abu Dharri ni mara kwanza tunampata katika hizi hadithi. Abu Dharri huyu anaitwa Abu Dharri al-Ghifari, jina lake ni Jundub, jim nun dal ba, Jundub ibn Junada ibn Sufyan ibn Ubayd. Baada ya Ubayd wametofautiana wanazuoni huko mbele, jina lake lina khilaf. Bin Ubayd bin Haram bin Ghifari, au baada ya Ghifari wametofautiana, ikhtulifa fima baada Junada. Hapana, jina lake limetofautiana baada ya jina la baba yake Jundub bin Junada. Baada ya Junada kwenda huko kuna khilafu sawa na wazuoni. Na yeye wa kwanza ambaye alimsalimia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam salamu ya Kiislamu. Sahaba wa kwanza aliyemsalimia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa salamu ya Kiislamu ni Jundub ibn Junada Abu Dharr. Ni mmoja katika masahaba wa mwanzo kwenye Uislamu, wa bora katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wale wa mwanzo na yeye yumo. Wako waliosema alislimu akiwa ni mtu wa 4 baada ya watu watatu, na wako waliosema ameslimu kuwa ni mtu wa 5 baada ya watu 4 wa mwanzo. Ndio uelewe kwamba huyu Abu Dharr alikuwa minas sadiqina al-awwalin. Kisha baada ya kuslimu huyu Abu Dharr, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimrudisha kwao, akamtaka aende akae kwao huko. Akaenda kwao radhiallahu anhu mpaka vikapita vita vya Badri, hakuwepo, na vita vya Uhud na vita vya Khandaqi. Imesemwa na baadhi ya wanawazuoni wa tarikh, alipohama Mtume sallallahu alayhi wasallam alihama kadhalika Abu Dharr. Baada ya kuhama Mtume sallallahu alayhi wasallam akalazimiana naye na akashiriki pamoja naye jihad. Na Abu Dharr huyu alikuwa akitoa fatwa zama za ukhalifa wa Abu Bakri na zama za ukhalifa wa Umar na Uthman, na wanasema alikuwa rangi yake si mweupe, ni weupe ambao umechanganyikana na weusi, asmarul lawn, kama baadhi ya watu wa Yemen, hasa Yemen ya kusini. Alikuwa ni mnene, dhakhma, jasima, alikuwa na ndevu nyingi radhiallahu anhu. Na kwenye zuhudi alikuwa ni kiongozi, kuipa mwongo dunia, yeye alikuwa ni kiongozi. Alikuwa ni kiongozi kwenye ukweli na ilmu na amali. Alikuwa anasema haki, haogopi lawama ya mwenye kulaumu. Ufunguzi wa Baitul Maqdis na ukombozi wa Baitul Maqdis wakati wa Umar alikuwepo pia Abu Dharr al-Ghifari. Mama yake Abu Dharr anaitwa Ramla bintu Rafi'a, na yeye pia ni katika ukoo wa Bani Ghifari. Kwa hiyo umamani kwake Abu Dharr ni Ghifari na ubabani kwake ni Ghifari. Kwa hiyo yeye ni Abu Dharr al-Ghifari. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimjali Abu Dharr na akilitilia maanani jambo lake na akimuongoza kunako yale yenye maslahi na yeye, kama ilivyokuja hadithi kwenye sahihi Muslim nambari 1826 kutoka kwa Abu Dharri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia siku moja, ya Abu Dharri, ewe Abu Dharr, inni araka dhaifa, mimi nakuona wewe ni mtu dhaifu, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, na mimi nakupendelea nalolipenda kwenye nafsi yangu. La taammaranna ala ithnaini, usiwe kiongozi wewe hata wa kuongoza watu wawili, acha jambo la uongozi.
wala tawallayanna mala yatim, wala usisimamie mali ya yatima. Haya Mtume alisema kumwambia Abu Dharr, anampendelea kheri. Alifariki Abu Dharr katika mji wa Ar-Rabadha mwaka 32 mwaka 32, na aliswaliwa na Abdullah bin Mas'ud, na baada ya kumswalia mwenzake na yeye hakuchukua muda mrefu Ibn Mas'ud naye akafariki. Na fadhila zake ni nyingi Abu Dharr, rejea kwenye Tahdhibu at-Tahdhib mjilid wa 12 ukurasa wa 90. Huyo ndiye Abu Dharr kwa mukhtasar. Anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau chochote katika matendo mema. An Abi Dharr, imepokelewa kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada qala, amesema radiyallahu anhu, qala lin-nabiy, qala li an-nabiy, alisema kuniambia mimi Mtume sallallahu alayhi wasallama, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau katika mema chochote. Muda kuwa ni jambo jema usidharau. Huwezi kujua kipi kitakuwa ni sababu ya wewe kunusurika. Walau an talqa akhaka, hata kama ni wewe kukutana na ndugu yako, biwajhin talqin, na kwenye riwaya biwajhin taliqi, biwajhin talqin, kwa uso mkunjufu. Hata kama ni kukutana na ndugu yako Muislamu, ndio inakusudiwa hapa. Ndugu yako sio al-ukhuwa fi nasab, al-ukhuwa fi din, ndugu yako katika dini. Muislamu mwenzako ukimwona unamtabasamia, unamtazama ukiwa ni dhahik mustabshir, humtazami biwajhin abus, uso uliojikunja, umetengeneza vi hapa. Hapana, ikawa sura yako ngumu kwa ndugu yako, mithili ya mkanga sumu. Walau an talqa akhaka, hata kama ni wewe kukutana na ndugu yako Muislamu. Si wote, kuna watu Waislamu wenzetu lakini tunakutana nao kwa nyuso za kukunja, manake haliko kwa ujumla wake hili. Watu wa bid'a, watu wa maasi. Watu wa bid'a gani? Wanaolingania kwenye bid'a, wanaokinzana na sunna. Tumeelewana vizuri Wale na watu wenye kudhihirisha maasi wazi wazi, anadhihirisha maasi wazi wazi, ajali. Mchana watu wamefunga Ramadhani, yeye anakula, anadhihirisha maasi ya huyu. Mara anafuta bangi hadharani, anadhihirisha maasi. Ananyoa kidevu, anakipura hadha wazi wazi, hana wasiwasi wote, anakijeli kabisa, anadhihirisha maasi. Wakasema wa hujranu man abda al-ma'asiya sunnatun wa qad qila in yarda'uhu awjib wa akidi wa qila 'ala al-itlaq ma dama mu'lina wa laqih biwajhin mukfahirin murabbidi. Kwenye manzumatul adab, beti kwenye manzumatul adab, yani wa hujranu man abda al-ma'asi sunna, kumhama anayedhihirisha maasi ni sunna. Wa qad qila in yarda'uhu, na imesemwa kama kule kumhama kwako kutamfanya yeye akome, arudi nyuma, asite. Aujib wa akid, kokoteza hiyo hali. Wa qila ala al-itlaqi, na imesemwa moja kwa moja, amerudi hakurudi, tuna tamaa atarudi, hatuna tamaa atarudi, moja kwa moja mhame, maadama mu'lina, muda wa kuwa anadhihirisha maasi. Walaqih, na kutana naye biwajhin mukfahirin murabbidi, kwa uso ambao umeukunja, abus. Kwa hiyo tukiwatoa hawa, ndugu yako mwanasunna, Muislamu mwenzako, hapigi vita, inaweza kawa kweli labda hafugi ndevu, ananyoa, lakini ni jahil, hajui. Na wewe wakati huo utakaomlinganie, wamlinganiaje wakati umemshamkunjia uso? Una tabasamu kwake, tabasamu la kumvuta na vitu kama hivyo.
walau an talqa akhaka biwajhin talqin, hata kama ni kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu. Mfano hadithi hii ni hadithi aliyotaja al-Imam al-Hakim na al-Imam Abu Ya'la na al-Imam al-Bazzar na amehasanisha al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi Abu Huraira. Mtume anatuambia katika hii hadithi alayhi salatu wassalam, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum waliyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Hamtoweza nyinyi kuwatosheleza watu kwa mali zenu, uwezo huo hamna. Hamtoweza kuwatosheleza watu kwa mali mlizokuwa nazo, huo uwezo hamna. Kwa nini? Sababu mwanadamu hatosheki kwanza na mali, alafu na mali yenyewe ziko wapi? Na hata kama zipo, ukimpa 2 atatamani 3, ukimpa 3 atatamani 4. Huyu umempa 2 atakaongeza 2, na yule umempa 1 atakaongeza 1. Mtaweza kuwatosheleza watu kwa mali zao, kwa mali zenu? Hamna uwezo huo. Mtume anasema, lakini watoshelezeke kwenu kwa ile tabia yenu ya bastul wajhi, kukunjua nyuso, wa husnul khuluq, na tabia njema. Ama kwa mali zenu hamtoweza kuwakifu na mkawatosha, kwa sababu watu hawakinai mali. Watu hawakinai mali, hili ni umbile wameumbiwa, hawakinai mali. Hadithi inasemaje? Kitakachomtosha mwanadamu ni nini? Mchanga kwenye tumbo la kaburi lake. Basi ndio hapa amechatosheka huyo, basi. Lakini kwa duniani hakuna anayetosheka na mali. Mtu mwingine anaweza kusema, mimi ningekuwa na mali kama yule fulani, mimi ningekuwa basi tena pale. Hajapata tu. Kuna watu wasema, wanashangaa na wanawalaumu baadhi ya matajiri hapa kwamba yule bwana kila kitu atakafanya yeye, mpaka maandazi atakauza yeye. Maandazi jamani, anauza yeye maandazi, maandazi kutengezea sambusa anauza. Hii ni hasadi. Kwani wewe ukatazwa kuuza? Hii ni dalili kwamba watu hawatoshelezeki. Lakini basi watoshelezeke kwenu kwa kuwakunjulia nyuso, na hili wala halimkalifu mtu chochote. Yani kufanya, ukimkunjulia mtu uso unapungukiwa na mali? Upungukiwi na mali. Lakini wakati huo huo lina athari njema kwenye mioyo ya watu. Watu wanampenda mtu mcheshi, anazungumza na kila mtu, ana hadithi na kila mtu. Umbile la watu lapenda vitu kama hivyo, si ndio? Na yule mtu kwamba kila wakati watu wanamchukuliaje, chana naye. Na ndio maana Mtume SAW salam alikuwa akifanya mzaha masahaba wake, akicheka nao, akihadithi nao. Na tabia hii bila shaka wanasema ahlul ilmi ndio tabia ambayo tajlibu almahabba, huleta mapenzi, watudimu alulfa, na hudumisha mazoea baina ya watu. Fulani anaingilika, fulani ana uso kuupokea wenzake, fulani hana uso. Yani kuna mtu unajishauri kwenda kwake jinsi alivyo, unajishauri, nimwingie simwingie, alafu unajikaza kwamba kwani nani, si mtu kama mimi, naenda. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Amekunja uso. Vipi hali Sheikh? Alhamdulillah. Nafsi yako inakwambia huyu hapana. Na kusalimia tu wana alakh, salamu tu, salamu. Kumbe ushajikanya, hana reception kwa uso wake. Wako watu hawako jamani.